Tunaona umuhimu wa jukwaa hili kufanya majadiliano na kuangalia vikwazo mbalimbali ambavyo vinachangia kukwamisha wafanyabiashara mbalimbali, hasa wale walioko maeneo ya mipakani, kufanya malipo yao kwa njia ya kidijitali. Kwa hiyo majadiliano haya yanalenga kuja na mapendekezo ya namna ya kuboresha na kuondoa vikwazo hivyo ili kufanya ufanyaji wa biashara katika mipaka kuwezekana kufanya malipo yake kwa kidijitali kati ya nchi zetu zote hususan za Afrika Mashariki, na baadaye tutaendelea kuangalia kwingineko. Tunaona kwamba mifumo ipo kwa upande wa ndani ya nchi kufanya miamala mbalimbali ndani ya nchi, lakini pia mifumo imejengwa kwenye level kwenye ngazi ya kikanda. Sasa hii mifumo ni kiasi cha benki kuu kwa upande wetu Tanzania, lakini benki kuu nyingine pia za katika kanda yetu hii kukaa pamoja kuangalia namna ambavyo tunaweza kuiwezesha mifumo hii kusomana na kurahisisha ufanyaji wa biashara. Lengo ni kuwezesha malipo haya kufanyika moja kwa moja kutumia sarafu zetu au currency ya nchi husika, ili kusiwe tena na haja ya kupeleka labda kwenye dola ndio urudi labda kwenye shilingi ya Kenya kwa mfano, iwe moja kwa moja. Kwa hiyo hii itakapokuwa inasomana itarahisisha sana kwenye hili la ubadilishaji wa fedha kati ya nchi yetu na nchi zingine za jirani. Kutumia malipo ya simu kuna manufaa mengi sana. Badala ya kutumia cash, kutumia malipo ya simu ni more secure. Pesa, jua mtu akibeba pesa cash zinaweza kuibiwa. Ukibeba pesa cash ama ukifanya biashara yako cash, si rahisi hata banki kukupa loan. Hawajui pesa yako bila unaingiza kwa mwezi ni pesa ngapi, kwa sababu una ile record, kwa sababu pesa inaingia cash. Lakini ukiwa unapata pesa kwa simu, hiyo record inaweza kutumiwa kama security. Wanaweza kusimama waseme wanaona kwa biashara yako inakuja pesa fulani kwa kila mwezi, kwa sababu hiyo record iko hapo. Kwa hivyo pia kupata loan kutoka kwa banki yako kutakuwa rahisi sana ukiwa unatumia digital payments ama kupokea pesa kwa simu. Kwa hivyo tunataka tukimaliza kikao leo tukuje na action plan ile tutaweza solve hizo changamoto, ndio tukute watu wengi waanze kutumia digital payments na tuweze kufanya biashara hata kubwa zaidi na majirani yetu. Kwa pamoja tunaweza tukatambua changamoto, lakini tukatambua fursa zilizopo ili kuwezesha malipo ya kifedha kwa wafanyabiashara wa Tanzania kwenda nje ya nchi na wale walio nje ya nchi kuja Tanzania na kwenye ufanisi. Ni imani yetu kwamba mwisho wa siku ya leo majumuisho yatatupa njia ambayo ni sahihi tunapaswa kuchukua kwenda mbele. Jasiriamali wengi hasa wadogo, wale wafanyabiashara wa mipakani, wana changamoto, wanaogopa, ni waoga katika kufanya malipo kidigitali. Hawana uhakika kwamba pesa itamfikia yule ambaye anamtumia, na je, ikifika yule atakiri kwamba kweli imemfikia na akaweza kudeliver mzigo na kadhalika. Lakini cha pili, kuna wengine wanafanya malipo ambao ni fake bado. Kwa hiyo unapokea muamala unaonesha umelipwa, lakini kumbe sio muamala halisi. Kwa hiyo wajasiriamali wengi bado wana hiyo changamoto ya uoga, ambayo of course ni kazi sasa ya serikali na hasa BOT kuifanyia kazi kuhakikisha kwamba mifumo yetu inakuwa effective na wajasiriamali wetu wanakuwa hawako na uoga katika kufanya miamala kidigitali.